pamoja na mengi ambao watu walifanyiwa, lakini tuipe fursa Zanzibar ya kusimama tena. Tusikate tamaa, tusichoke. Na kweli tukakubaliana kwamba pamoja na kwamba viti vyote vimechukuliwa, pamoja na yote haya, Maalim mwenyewe alikubali kujishusha, kwa sababu hata yeye mwenyewe mambo aliyofanyiwa yalikuwa ni ya kumfedhehesha sana, ya kumdhalilisha kweli kweli. Lakini aliyameza yote haya kwa madhumuni ya kwamba kuipa nchi ile fursa tena. Aliona uwezekano huo, na tukaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lakini kwa masharti au kwa kuomba au kwa kukubaliana mambo matatu makubwa, na ambao tuliahidiwa kwamba haya yataweza kutekelezeka au yatatekelezwa. Twendeni tukaungane, twende tukayatekeleze, tunyoshe nchi yetu. La kwanza tusema kwamba ifanyike uchunguzi wa kina kwa yale yaliyotokea. Na huo umekuwa ni uzoefu, si kwamba ni jambo geni, jambo jipya, kwa sababu kwa wale wa umri kama kwangu mimi na wanaosoma historia wanajua kwamba mwaka 61 mwezi wa Juni Zanzibar kulitokea riot kubwa sana. Kulitokea machafuko, watu wakapigana, watu 68 wakauliwa, na wengine mbali takriban 200 wakajeruhiwa. Lakini serikali iliunda tume, Commission of Inquiry, ikachunguza na ikaja ikaeleza, ikatoa ripoti yake ambayo mpaka leo ipo, kila mtu anaweza kuisoma, haikuwa siri. Ni sehemu ya historia yetu. Lakini ikaeleza watu wangapi waliofariki na majina yao, wangapi waliojeruhiwa, ikaeleza nani wakosa na makosa gani, hatua gani zichukuliwe ili haya sirudie, wakaeleza. Na kutokana na ripoti ile, jambo la kwanza, wale waliohusika walishtakiwa na wako wengi waliotiwa hatiani. La pili, serikali ilichukua hatua ya kurekebisha sheria ya jinai pamoja na sheria ya nyendo za jinai, yani Penal Code and Criminal Procedure Code. Zilirekebishwa ili kuhakikisha kwamba yale yaliyopelekea machafuko kama yale hayatorudia tena. Na mwaka 2001 nakumbuka pia kwamba ilitokea tena chafuko, watu wengi zaidi ya 40 wakauliwa, lakini serikali ilikuja ikaunda tume maarufu, tume ya Hashim Mbita, kuchunguza yale yaliyotokea. Na wakaja na ripoti, wakaeleza nani walioathirika, nani waliouliwa, ngapi waliouliwa kwa majina, ngapi waliojeruhiwa, wanawake waliodhalilishwa, na ikapendekeza na hatua za kuchukuliwa. Lakini sio hilo tu, serikali yenyewe iliunda kamati ambayo iliwajumuisha pamoja na rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia, na wengine wakazunguka katika miji mbalimbali duniani, nchi mbalimbali, kuieleza dunia kwamba yaliyotokea yalikuwa bahati mbaya, na serikali itachukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba yale hayatotokea. Na miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ilikuwa ni pamoja na kuunda tume ya utekelezaji wa mwafaka, Joint Presidential Commission for Implementation ya Political Accord, ambayo ilisimamia marekebisho mbalimbali. Miongoni mwa marekebisho ambayo mpaka leo yamebaki baada ya hatua zile ni pamoja na kuanzishwa ofisi huru ya uendeshaji wa mashtaka, ofisi ya DPP, kwa sababu ilionekana kwamba moja iliyopelekea ile ni kwamba criminal justice ilikuwa inatumika vibaya, hasa prosecution. Watu badala kuwa prosecuted walikuwa wanakuwa persecuted. Ikaundwa ofisi huru chini ya katiba kupitia marekebisho ya 8 ya katiba, na DPP akawa huru kufanya maamuzi. Na mimi nikapata heshima ya kuwa DPP huyo wa mwanzo
kuanzisha ofisi ile. Miaka 9 nikakaa pale, tukaanzisha ofisi na kweli ili na marekebisho mbalimbali tuliyofanya yakiwemo ya kuondoa polisi wasiendeshe mashtaka, waendesha mashtaka waliofunzwa. Hapa Marekani walitusaidia sana katika kujenga taasisi ile. Zilikuwa ni hatua ambazo zilichukuliwa na serikali baada ya hayo, na baadaye ndio ikaishia kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa tulitegemea kwamba kwa yaliyotokea 2020 ambayo yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko yaliyowahi kutokea huko nyuma, tulitegemea kwamba haya kwa hivyo la kwanza ilikuwa ni kuunda hii commission of inquiry. La pili lilikuwa ni kuanzisha chombo cha kusimamia mafungamano ya kitaifa, yani commission, National Cohesion Commission, ili hii iwe ni chombo cha kudumu kitachohakikisha kwamba kunafanyika reforms mbalimbali zitakazojenga mustakabala, zitakazojenga maridhiano kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea huko nyuma yote hayatokei tena. Zanzibar inakuwa salama, inakuwa stable, tunaendelea katika nchi, watu wanaunganishwa na kunatolewa fursa ya kujenga misingi bora ya kuendesha nchi. Na la tatu lilikuwa ni kufanya mageuzi katika mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, kwa sababu hii ndio ilikuwa sababu kubwa. Matokeo yote tokea 95 mpaka 2020 yote yamezunguka juu ya uchaguzi. Kwa hivyo haya yalikuwa ndio mambo makubwa, na tukapata ahadi ya kwamba haya yanatekelezeka na yatatekelezwa. Lakini mpaka leo tunavyozungumza hakuna lolote hata moja ambalo limetekelezwa.